Kuna huyu anasema kwamba binafsi na wapongeza watani zetu, tunaenda kujipanga next season, mabosi wetu waingie sokoni, bado hakuna kikosi cha ushindani. Unaungana naye au unakataa? Mimi naungana naye kwa kile ambacho alichokisema, yuko sahihi. Kwa maana kwa ubora ule ambao Yanga wameuonyesha kwenye msimu huu, wamedeserve kuwa mabingwa, lakini pia wamedeserve kushinda mechi zote mbili. Kwa maana Simba kwenye mechi ambazo wamepoteza zote amefungwa na Yanga. Kwa hiyo kwa kile ambacho hata pia Mwalimu Fadlu Davis amezungumza kwamba kwa mpango kazi wa mwekezaji lazima tupate wachezaji wenye kuamua mechi. Yaani Simba hawana wachezaji wa kuamua mechi. Kwanza hawatengenezi nafasi, kwa maana namba 10 waliokuwa naye ni namba 10 ya kwenye matukio. Sio namba 10 ile ya kubadilisha mechi, kwa maana Jean Charles Ahoua yuko vizuri sana kwenye matukio, kwa maana faulo anacheza, lakini pia akiwa anapata ile nafasi anaweza kuitumia. Lakini kama mechi imekuwa domination kwa upande wao, kwa maana wamezidiwa, wakiwa wamekamatwa, hana uwezo wa kubadilisha mechi. Ni tofauti na kama alivyo Triple C Chama Mwamba Lusaka. Kwa hiyo kwa kile ambacho alichokuwa nacho ni kizuri zaidi, lakini hana nyongeza ya kujiongeza kwamba hii mechi inabidi niibadilishe kwa namna hii. Kwa hiyo hicho lazima wapatikane namba 10 ambayo yuko very perfect, lakini kama itoshe wapatikane namba 9 ambaye yule namba 9 kuweza kukaa muda wote na mabeki na kuweza kufanya. Ngoja kwanza nikukatishe kidogo. Kwa upande wa namba 10 unasema kwamba namba 10 ambaye aliokuepo ambaye yupo ambaye ni Jean Charles Ahoua. Unasema kwamba timu ikikamatwa hana namna ya kubadilika kucheza tofauti. Yaani kuisaidia timu kuweza kuifungua kwa namna moja ama nyingine. Yaani ni changamoto. Hata na yeye pia inakuwa ni changamoto. Kwa sababu namba 10 tunaamini ni mchezaji ambaye inabidi awe anabadilika. Kwa maana awe anachukua mipira kutokea katikati na kuweza kuitawanya. Lakini yeye sasa anapokuwa na mpira kwanza anajisahau, anatumia yeye nafasi yake. Haoni kwamba kuna watu ambao inabidi nitoe pasi, wenda niwapelekee ili nao pia waweze kupata nafasi. Anakuwa ana delay sana anapokuwa na mpira. Kwa hiyo unapocheza kwenye mechi kubwa kama hizi, kwa maana mechi hizi za kucheza za dabi, lakini pia kwenye mechi za finali, unaweza kushindwa kupata matokeo timu au kusaidia timu kuweza kupata matokeo kwa sababu ya kudelay kwenye unavokuwa unapata mpira. Kwa hiyo ndio kitu ambacho huenda kwa Jean Charles Ahoua hicho ndio kimepungua. Lakini ni mchezaji mzuri sana. Yaani ni mchezaji ambaye Simba wakiendelea kuwa naye, kama watapata nafasi wakambadilishia majukumu, mchezaji bora, kwa sababu uzuri anacheza na wambadilishie majukumu kama yapi, kwa sababu yeye typically ni namba 10, anacheza nyuma ya mshambuliaji na amekuwa bora sana kwenye hilo, kama ambavyo tumeona amehusika kwenye mabao mengi. Ametengeneza nafasi za kufunga, ametoa assist 9, lakini pia amefunga mabao 16. Kwa upande wako sasa unadhani ni kitu gani ambacho kinapungua kwa Jean Charles Ahoua ukitumia reference ya mchezo wa jana? Kwanza uzuri ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza namba 8, anacheza pia hata namba 6 pia kuna muda mwingine anaweza akacheza. Kwa sababu siku zote unapokuwa unacheza kiungo, sio tu kwamba kila timu utaenda kucheza, uwezi kucheza yani namba hiyo. Kwa maana namaanisha kama unacheza kiungo namba 10 na wewe namba yako ni namba 10, ukaweza kucheza namba hiyo, hapana. Kwa hiyo kwa kile ambacho alichokifanya Jean Charles Ahoua, namaanisha kwamba kucheza ile namba 10 kuna wakati inabidi abadilike. Kwa maana kucheza kama Faisal Salum Feitoto, tukiangalia Faisal Salum kipindi alianza kucheza namba 6, tulikuwa tunaamini ni kiungo mkabaji mzuri sana. Lakini ukiangalia akaja kubadilika akawa anacheza namba 8, sasa hizi anacheza namba 10. Kwa hiyo hata Jean Charles Ahoua naye inabidi abadilike, apunguziwe majukumu. Yale majukumu ya namba 10 mimi naamini hayamtoshi. Hata kama umeona kwamba amechangia goli 25, lakini hatoshi kwenda kubadilisha mechi kama ikiwa timu imekamatwa ama timu imezidiwa kwenye idara ya kushambulia. Kwa maana ni tofauti na Chama Triple C Mwamba Lusaka. Kwa maana Chama anapokuwa anazidiwa kuna namna ya kubadilika. Lakini pia ubora wa Jean Charles Ahoua au udhaifu wake, kwa maana ikiwa amekamatwa kati, hana uwezo wa kwenda pembeni na kuweza kuleta madhara. Ndio kitu ambacho yuko tofauti na aidha na Chama. Ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa upande wa Jean Charles Ahoua ni best player ambaye mimi naamini yuko vizuri sana sana sana, lakini kwenye majukumu ya namba 10 hatoshi kwenda msimu ujao. Kama Simba wanahitaji kupata matokeo bora, hatoshi kabisa kuelekea, lazima Simba wapate namna nyingine ya kuweza kubadilika. Sasa unaona kwamba mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi kama hivyo na mabao 25, lakini bado unaamini kwamba hatoshi. Ina maana Simba wanahitaji mtu aina gani zaidi?
Simba wanahitaji mtu wa ziada kwa maana yani kwamba ambaye anasaidiana na Jean Charles Ahoua. Aweze kusaidiana na Jean Charles Ahoua au akiwa magumu. Yes, anaweza awe anaingia Jean Charles Ahoua. Okay. Lakini wapate namba 10 ambayo yuko very proper, yani wa kuweza kusaidia kwamba hata timu ikiwa imezidiwa yeye aende kubadilisha. Lakini hata umeona jana kwamba hata badiliko lile la Awesu umeona hakukuwa na namna yoyote ya kuweza kusaidia timu kuweza kupata matokeo. Wewe ndio Ahmed Ally kwa leo. Zungumza na wana Simba. Jana mmefungwa 2-0, Yanga wamechukua ubingwa mbele yenu. Zungumza na wana Simba, waambie una nini cha kuzungumza kuelekea msimu ujao. Walikuwa wanatengeneza kikosi kwa msimu huu. Tulikuwa tunatengeneza kikosi. Kwa hiyo kama tunatengeneza kikosi kuelekea msimu ujao tutakuwa bora zaidi. Labda msimu ujao sasa ndo atatafuta cha kusema, lakini kwa msimu huu mimi Simba Sports Club hakuna cha kuwadai wachezaji kwa sababu kila kitu wamekionyesha. Lengo lao ilikuwa ni kutengeneza kikosi, lakini umeona tu mabadiliko yakaja ghafla kwamba tunahitaji pia ubingwa. Kwa hiyo hii ingekuwa ni extra, yani kwamba ni ziada tu ya kusaidia kupata ubingwa, lakini haikuwa ni mojawapo ya malengo yao. Kwa sababu ukiangalia malengo ilikuwa ni kutoka robo finali kwenye mashindano ya shirikisho kuingia nusu. Lakini wamefanikiwa na wakaingia finali. Lakini pia ukiangalia kwenye ligi msimu huu walikuwa msimu uliopita walikuwa namba 3, lakini umeona msimu huu wameleta competition kubwa, wamekuwa namba 2. Lakini kwa kuachana tu alama 4 kwa maana sasa hivi. Lakini umeona kwenye ile alama 1 kutokana na ule ubora wa Yanga na Yanga wamekuwa sana kwenye kikosi. Kwa hiyo huwezi kubeza kwamba msimu huu Simba hawana cha kuwadai wachezaji wao, wamefanya kila kitu, warizike tu na kile ambacho kwenye msimu ujao sasa. Hapa sasa watafute namna nyingine. Kuna jamaa mmoja jana pia alisema kwamba kama inawezekana Simba wampige chini kocha Fadlu Davids. Kwa upande wako unadhani sasa Simba Fadlu Davids ana cha kulaumiwa kuhusiana na hichi ambacho kimetokea? Hakuna, mwalimu Fadlu Davids hakuna cha kulaumiwa. Kwa maana msimu huu apewe wachezaji clean ambao wana uwezo wa kupambana. Inawezekana msimu ujao sasa ikitokea kama hivi ndo waweze kumlaumu. Lakini kumwambia bwana tumekupa kila kitu ambacho umekihitaji. Kwa sababu yeye anachohitaji namba 10. Na ndio maana hata mimi nimesema kilio kikubwa cha mwalimu Fadlu Davids ni namba 10 ambayo iko clean. Na alishasema. Kwa hiyo hata mimi pia nimekazia tu kile ambacho mwalimu Fadlu Davids anahitaji nacho. Kwa hiyo kama mahitaji ya mwalimu ni namba 10 na pia naona ni namba 10 pale Simba haitoshi kufanya yale maamuzi ambayo yanahitajika kwa namba 10. Sawa, kwa namba 10 waliopo sokoni au namba 10 ambao wapo, unadhani kwa mfano kama kwa hapa nchini kwetu kwenye ligi ya NBC Simba wanaweza wakawa labda wakamsajili nani ambaye unaona anaenda kumaliza tatizo lao? Wapo namba 10 wazuri. Faisal Salum yupo, ana uwezo huo, lakini pia ukienda Singida pale ukienda kuna wachezaji wazuri namba 10 ambayo yuko vizuri sana. Kwa hiyo pia ukiangalia Singida wana uwezo wa kwenda na msuri wa kifedha na wao na Singida. Simba inawezekana akawa juu. Kwa hiyo wakienda pale wakipata ile namba 10 ya Singida ambayo ni nani? Wakapata Keke bila shaka namba 8 namba 8 kwa hiyo namba 10 anacheza Athabada kwa hiyo wakapata ile saini ya Athabada naweza kawasaidia sana Jonathan Athabada Singida hao Black Stars hao wafanye hivyo Masanza bwana bila shaka akisikia ujumbe huu watafurahi maana wachezaji wao pia ni wachezaji wao wamekuwa kizungumzo sana kuhusiana na kuhusishwa na timu kubwa za Kariakoo kwa maana Simba na Yanga. Na hii inatokana na ubora ambao wachezaji wao wapo nawe. Unaweza kusema pia Singida inaweza kuwa ni academy bora au inaweza kuwa ni inaweza kufanya biashara bora sana kama wakikubali kuuza. Lakini wanaenda kimataifa, wakumbuke wanaenda kimataifa wasije wakajisahau. Kwa hiyo kama itakuwa hawapati ndani ya hawa ambao wanatumika saa hizi waingie sokoni nje wapate namba 10 ambayo iko cream sana. Sawa.